Bwana Yesu asifiwe. Karibuni asubuhi ya leo, ambapo leo ni tarehe 25. Tunashukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Kabla hatujaanza masomo yetu ya leo, ningependa tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mwaminifu. Umekuwa pamoja nasi, ukatulinda usiku kucha hadi umetuwezesha kuiona siku hii salama. Tunapoanza siku hii tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi, hata tunapotafakari neno lako asubuhi hii ya leo. Tunaomba ewe Mungu uweze kujidhihirisha kuwa wewe ni Mungu mwema, na hata tunapolisoma neno lako utupe ufahamu wa kuweza kulijua na hata kulipambanua zaidi. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen, na karibuni sana. Siku hii ya leo tutaangalia kuhusu tusiogope na tusijali kwa jambo lolote, ni kwa sababu kwa yote tumpelekee Mungu kwa maombi. Na somo ambalo tutalisoma ni somo lililo katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4. Tutasoma mstari wa 6. Biblia inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Biblia inasema kuwa tusijisumbue kwa jambo lolote, lakini kwa kuomba na kusali haja zetu na zijulikane kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo basi sisi kama Wakristo tunafaa kujua kuwa ni vyema kutojali na kutojisumbua kwa jambo lolote, ni kwa sababu mahitaji yetu yote tuyajulishe Mwenyezi Mungu kupitia maombi. Na Mungu mwenyewe anatujua, na alipotuumba alituumba na hata alitujua na anajua mipango wote wa maisha yetu. Kwa hivyo letu ni kumtegemea tu na kumpelekea mahitaji yetu yote. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 27, Biblia inasema kwa kujisumbua ni nani aliyeweza hata kuongeza inchi hata moja ya kimo chake. Kwa hivyo Biblia hata inatukumbusha kuwa hakuna haja ya kujisumbua, kwa sababu kwa kujisumbua hakuna jambo ambalo unaweza kuliongezea. Ukijisumbua wewe ni mashida tu itakupata. Lakini kama jinsi ambavyo Paulo alipokuwa akiwaandikia Wafilipi aliwaambia, msijisumbue kwa jambo lolote, bali kwa yote haja zenu na zijulikane kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo letu ni kumpatia tu Mwenyezi Mungu haja zetu zote bila kujisumbua, naye atatutimizia kulingana na mahitaji yetu. Pia Biblia inasema kuwa katika Wahibrania kuwa ati tukaribie kiti cha Mwenyezi Mungu kwa rehema, kiti chake cha rehema kwa ujasiri, ili tuweze kupata yale yote ambayo tungependa. Kwa hivyo tunapokaribia kiti chake tutakikaribia kwa maombi. Hivyo basi tusijali, tusijisumbue, maana tumeambiwa mahali pa kupeleka shida zetu. Tukikaribia hiki kiti cha rehema bila kuogopa, bila kuwa na shida yoyote, naye Mwenyezi Mungu ataweza kututimizia haja za mioyo yetu. Pia katika kitabu cha Zaburi sura ya 55 mstari wa 22, Biblia inasema tuike Bwana mizigo yetu yote, naye atatuegemeza. Kwa hivyo mizigo yetu yote, shida zetu, kustuka, kujali na hata kujisumbua kwetu kote, tumpelekee Bwana, naye ataweza kutuegemeza. Kwa hivyo hatuna sababu yoyote ya kujisumbua kwa jambo lolote. Maisha yamekuwa magumu, usijisumbue. Uchumi umekuwa mbaya, usijisumbue, bali haja zako zote zipelekee Mwenyezi Mungu kupitia maombi. Kwa sababu Biblia inatuambia kuwa kupitia maombi Mungu anafurahishwa, ni kwa sababu hapo ndipo tunapoongea na yeye kila wakati. Haimaanishi kuwa tunapoomba Mungu hajui shida zetu. Haimaanishi kuwa tunapoomba ati Mwenyezi Mungu ametusahau ama amesahau yale tunayoyapitia. Lakini Mungu anafurahia sana tunapoomba, ni kwa sababu ni ule ushirika, tunakuwa na ushirika pamoja naye. Hivyo basi kama jinsi ambavyo Paulo alipokuwa akiwaambia Wafilipi kuwa wasijisumbue kwa jambo lolote, lao tu ni kumpelekea Mwenyezi Mungu mahitaji yao yote kwa kushukuru na kuomba, naye atawatimizia kulingana na mapenzi yake. Hivyo basi
siku hii leo tunapoanza shughuli zote, tusijisumbue kwa jambo lolote, bali mahitaji yetu yote tumpelekee Mwenyezi Mungu kupitia maombi. Maana maombi ndio funguo ya shida zetu zote. Maana tukimpelekea Mwenyezi Mungu ni kumjulisha tu, tunamjulisha. Maana yeye anajua. Kama jinsi alivyomwambia Yeremia kuwa alimjua tangia tumboni mwa mamaye. Hivyo basi hata sisi nasi Mwenyezi Mungu anatujua, na alitujua tangia tukiwa watoto, tangia tulipozaliwa, na mpango wote wa maisha yetu Mwenyezi Mungu ako nao. Letu tu ni kumpelekea na kumjulisha yale ambayo tunataka. Kwa hivyo siku ya leo tusijisumbue, tupeleke mahitaji yetu kwa Mwenyezi Mungu. Naye kwa wema wake atatutimizia maombi yetu yote ambayo tunamuomba. Kwa hivyo ukianza siku, anza ukiwa na ujasiri, ukijua kuwa haufai kujisumbua kwa jambo lolote. Mwenyezi Mungu amekupatia njia ambayo ni kumjulisha tu. Haya Paulo alikuwa akiandika, alikuwa anangojea kuhukumiwa, maana alikuwa katika hali ngumu sana, lakini akakumbuka na akaambia hawa wa Filipi kuwa msijisumbue kwa jambo lolote. Hivyo basi tukiangalia maisha ya Paulo tutaona kuwa alikuwa na kila sababu ya kuambia hayo, maana alikuwa anajua hata yeye hangejisumbua, maana ni Mungu ambaye angejua na angeweza kumtimizia mahitaji ya moyo wake. Kwa hivyo hata sisi nasi tusijisumbue kwa jambo lolote, bali na tumjulishe Mungu mahitaji yetu yote kwa kuomba na kwa kushukuru. Hivyo basi tumshukuru Mungu kila wakati, mahitaji yetu yote tumpelekee, maana hivyo ndivyo Mungu angependa tuwe na uhusiano wetu na yeye kwa ukaribu kupitia maombi. Tunapoomba tunaweza kuongea na Mwenyezi Mungu. Tunapoomba tunaweza kumnenea, tunaweza kumuelezea mahitaji yetu yote, matamanio yetu ya moyo ambayo tuko nayo, naye kwa wema wake na uaminifu wake anatutimizia, kama jinsi ambavyo aliwaambia, kama jinsi ambavyo Paulo alipokuwa akiwaambia hawa wa Filipi. Hivyo basi siku hii ya leo unapoanza shughuli zako, kila wakati anza shughuli zako ukijua kuwa mambo yakiwa magumu muambie Mwenyezi Mungu. Mambo yakiwa hayaendi sawa, labda shughuli zako siku haijakuanzia vizuri, wewe mpelekee tu Mwenyezi Mungu mahitaji yako yote. Usijisumbue, maana kwa kujisumbua hautaweza kujiongezea jambo lolote. Biblia inasema katika Mathayo ambayo tumesema, Mathayo 6 mstari wa 26, ati hata ndege wa angani hawajisumbui na wao hula. Ndege wa angani ni viumbe vya Mungu, na wewe je, Mungu ambaye anakupenda hata zaidi ya hawa wanyama, mbona ujisumbue? Kwa hivyo tumuachie Mwenyezi Mungu mahitaji yetu yote, tumwambie naye ataweza kututimizia. Hivyo basi tusijisumbue tena, bali tumwachie Mwenyezi Mungu, maana ndiye atakaye tutimizia, lakini sio kwa kujisumbua. Hivyo basi muwe na siku njema. Mungu aweze kuwabariki, na mnapofanya kazi zenyu za kila siku msijisumbue kwa lolote, bali mahitaji yenu yote na yajulikane na Mwenyezi Mungu. Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya jinsi ambavyo umetupa tumaini asubuhi ya leo, kwa kutuambia kuwa tusijisumbue kwa jambo lolote, bali kwa mahitaji yetu yote tukujulishe, nawe utaweza kututimizia kulingana na mapenzi yako. Ni ombi letu kuwa siku hii ya leo tunapoanza na tunapoendelea na shughuli zetu za kila siku, kuwa wewe Mwenyezi Mungu tutakapokujulisha utaweza kututimizia kama jinsi ambavyo umetukumbusha katika neno lako. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Amen. Mungu awabariki na muwe na siku njema iliyojaa baraka za Mwenyezi Mungu. Kwaherini.